investment and promotion investment, na lengo hasa la event hii ni kuja kutoa tuzo kwa stakeholders na wawekezaji wote ambao katika eneo la energy. Na kwa kweli ni mwaka wa kwanza ndio umeanza, lakini tumeanza kwa kishindo kikubwa sana, na nategemea kwamba mwaka ujao itakuwa mambo mazuri zaidi. Na rai yangu ni kwamba tuendelee kujitokeza, Watanzania tunaweza, na kwa sera za Mheshimiwa Rais ambazo zilizopo sasa hivi pamoja na chama tawala zina support mambo yote. Zoea kwenye tuzo kama hizi kumekuwa na malalamiko kadhaa kwamba bahasha zinatembea sana, bahasha zinatawala sana. Ukiangalia mgeni rasmi, tuzo hizi zilikuwa za mchakato wa namna gani? Ni halali, lakini pia wito wako katika hili? Kwa kweli kwa utaratibu niliouliza na ambao ulifanyika wa kisayansi kabisa. Ilikuwa ni shirikishi, wao wenyewe walijipigia kura kama ambavyo tunavyopigia kwenye awards za muziki na nini. Kwao ni jambo ambalo lilikuwa ni jema kabisa, na walitumia professionals waweza kufanya jambo hilo. Na ndio maana nasema mwaka kesho, kwa sababu labda kwa mwaka huu ilikuwa ni mara ya kwanza, inawezekana kabisa kwamba wengi walikuwa hawako aware. Nategemea mwaka kesho utakuwa na ushirikishaji mzuri zaidi na wa muda mrefu. Kuna utamanio wa kuweka gesi majumbani. Gesi ya kuweka majumbani kidogo ukiwekewa wewe ni bahati sana, kwa sababu distribution ni ghali sana. Huwezi kumpelekea mtu distribution sehemu ya mbali bila kuinvest hela nyingi. Kwa hiyo investment inategemea hasa pale ambapo inapelekwa. Je, kama kuna kiwanda kikubwa ambayo ina consume, kwa hiyo inahitaji hela nyingi sana. Kwa hiyo investments haiendi haraka sana kwetu kwa sababu ya ugali wa, yani investment ni ya bei ya juu na matumizi pengine ni ya bei rahisi. Kwa mfano matumizi ya gesi kwa mwezi kwa nyumba ambayo tumeziweka Sawa, ni usiku wa tuzo za nishati hapa Superdome Masaki. Na tunaye dada yetu bwana mbele hapa, ambao ni mmoja kati ya watu ambao wamepambana kuhakikisha jambo linaenda vizuri na kila anayestahili tuzo anaipata kwa uhakika kabisa na kwa haki. Uko poa? Lakini niko poa. Kama hivi. Majina lakini pia mchakato. Okay, kwa majina naitwa Faith Selema, ni mwandaji wa hizi tuzo za Tanzania Energy Awards, na hizi tuzo zimelenga kutambua mchango wa sekta ya nishati, makampuni mbalimbali yanayoingia kwenye nishati au kwa namna moja au nyingine yanajihusisha na nishati. Mchakato wa hizi tuzo zilikuwa ni tuzo za kushindaniwa, ambapo makampuni mbalimbali yalikuwa kwenye categories mbalimbali, na mchakato ulianza mwezi wa 3 tarehe 26 mwezi wa 3 mwaka huu, na dirisha likafungwa tarehe 26 mwezi wa 4, na ambapo baada ya huu mchakato wote, ambapo makampuni yalikuwa yanapewa ile link wanasambaza kwa wateja wao ili waweze kuwapigia kura. Na baada ya mchakato kufungwa, tukapata washindi kwa kutokana na hizo categories na jinsi walivyopigiwa kura. Mchakato wa kupigwa kura au kubaini washindi tunashirikiana pamoja na auditing firm, kwa sababu auditing firm ni kampuni ambayo inakuwa inatambua jinsi gani kujua kampuni fulani ina vigezo gani kwa kutumia vigezo vyao kama auditing firm. Baada ya hapo tunapata hao washindi, na mwisho wa siku email zinatumwa kwao kama mmeshinda, na unawaambia kabisa kama mchakato ulikuwa hivi. Hata kwa wale washindani ambao wameshinda wanaweza kupata matokeo yao halisi. Na pia ukiachana na hilo, tumekuwa bega kwa bega na CSW Tanzania, ambao hawa ni event management company, wanaratibu event mbalimbali, event za ndani na pia pamoja na za nje. Kwa kweli wamekuwa moja ya sehemu kubwa sana katika kuandaa hizi tuzo za TEA Awards kwa namna moja au nyingine, kwa sababu ni tuzo ya kwanza toka ianze kwa mwaka huu na itakuwa endelevu hata kwa miaka mingine. Kwa hiyo ule mchango wao wa kuweza kutusaidia katika process nzima za kuchakata makampuni mbalimbali, hata kwa ajili ya kuorganize washindi na
jinsi ya kufuatilia hawa washindi kama watakuja kwenye event, wamekuwa moja ya msaada mkubwa sana. Na kwa kirefu hao CSW wanaitwa Corporate Solutions Worldwide Tanzania. Okay. Changamoto zipo kwa sababu kama nilivyosema awali, ni kitu cha kwanza tumekianza kwenye Tanzania Energy Awards.